Naitwa Dua Liamzito, Katibu Mkuu wa Baraza la Vijana wa Chadema Taifa. Kwa itifaki ya muda, nitatumia muda mchache sana kuzungumza. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wakati tuko tunafuatilia uratibu wa mkutano, tukaambiwa kuna watu wanatishiwa kuhudhuria mkutano kwa sababu ya pesa za TASAF. Pesa wanazopewa kaya maskini bure kabisa. CCM wanasema ukija kwenye mkutano pesa za TASAF hautopata. Ni msiba mkubwa sana kwa taifa. Ni msiba mkubwa sana kwa nchi yenye rasilimali nyingi. Watu wanajisifia umaskini. Watu wanawatishia wenzao na umaskini. Yaani pesa za TASAF maana yake wanapewa watu maskini. Kwa hiyo taifa linajisifia watu masikini waendelee kunyenyekea na wanalilishwa na mitaro vile vile. Ni aibu kubwa sana. Because sasa watu wa Ilula, watu wa Kilolo kwa ujumla, siamini kama mtaendelea kwa watu wa namna hiyo. Kwa muktadha wa itifaki, naomba nitumie muda wangu kumpa naibu katibu mkuu wa Baraza la Vijana wa Chadema Taifa atumie pamoja na muda wake dakika zisizozidi 3 aongee na watu wake wa nyumbani kwa kipekee kabisa. Na nikuombe utapokuja hapa uongee kilugha cha nyumbani tujue kweli wewe ni wa hapa au namna gani, au sio bwana? Au sio? Karibu sana, karibu sana. Nyelaga kamwene biungira hilo kamwene bilumba sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Mheshimiwa mgeni wa heshima Dr. Siraha, Mheshimiwa mwenyekiti wangu wa BAVICHA Taifa Mheshimiwa Deogratias Mainyila, Askofu Mwanamapinduzi na viongozi wengine wote ambao wameambatana na mwenyekiti, Wanairinga tukuba ungira hilo tulilumba sana mufiki deipa. Ndugu zangu wana Kilolo, sisi watu wa Kilolo ni wataalamu wa kulima. Twailima manyanya mbolo ufike pa Ilula, ni mdogo huu wa Ilula manyanya topu usokoni huko. Ipo pa TASAF ufikaga wega memitehela. Lakini siskwele watu zindike kuya iserikali hii pe amanyanya pe uivanga kulima umugoda imbolea mbefili igalama ngomi. Inowa vijana va Ilula vihela na mitaji ya kulima. Lakini silulo swe jimbo ya Kilolo tuna udizungwa mbuga ya wanyama. Lakini jimbo la Kilolo imidominu mibofu pe suwesa na kuja upite ukalale migunda mchini uko kukilolo miundominu mibofu. Tangu Petro abatite uhuru pa mwaka 1961 mpaka na munyi vakoposi CCM vakoposi vakutongosaga mpaka na munyi vile mwana kutengeneza mabarabara madaraja. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sisi watu wa Kilolo tukuelewa sisi tuwa matajiri kwa sababu tunafuga sa wanyama. Tuinalulenga mto mkubwa kabisa lulute jimbo la Kilolo, lakini ndawewe unadetu wa masikini. Tuisuka wilongele serikali ya CCM kwamba tufulike tuungana na Chadema tusema no reform for election. People! Asante. People! Watu wa Ilula, people! Ni mwanenu au wakuchovya huyu? Asante. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti BAVICHA Taifa, karibu. Peoples. Haitoshi, Makamu Mwenyekiti tumpe heshima yake. Weka hapa. Tumkaribishe Kilolo, tumkaribishe Ilula kwa heshima kubwa, kwa sauti za kutosha. Zungusha.
Huku tunasema ipe rudari, kule kwingine hatusemi ipe nini? Rudari. Haya, ipe rudari, usimpige wa mbele yako tu. Twende kulia, kuzungusha. People. Asante sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Karibu sana Kilolo, karibu sana Ilula. Kabla sijasema, hapa ni nyumbani kwa rafiki yako David Pius Mfugwa. Pokea salamu nyingi kutoka kwake akitokea Kenya katika majukumu mengine. Alitamani kuwa na sisi hapa, lakini majukumu mengine yamemfanya siwepo hapa. Waheshimiwa viongozi wote, meza kuu itifaki imezingatiwa. Mimi langu moja, kwa sababu mkutano ni wa makamu mwenyekiti. Mwaka huu kwa mujibu wa ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni msingi mkuu wa kuweka watu madarakani kwa maana ya uongozi mahalia. Kwa sababu hizo, kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi na katiba yetu imeweka msingi kwamba uchaguzi au msingi wa kuundwa kwa dola unaundwa kwa wananchi kuchagua wanayemtaka waongozi. Sasa nilikuja hapa mwaka jana wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Tulifanya mkutano mahali hapa na Mheshimiwa Sosobi na wengine. Tukafanya mkutano mahali pale kuhamasisha mkajiandikishe. Uongo ukweli? Tukawakumbusha kwamba ili kitu chochote kisimame au kuanguka kinategemeana na uongozi. Na kwa sababu CCM imeshindwa miaka yote, hakuna namna inaweza kutuvusha kwenda mbele. Tukawasisitiza mchague viongozi kutoka Chadema. Bahati mbaya sana mulifanya hivyo, lakini kura zenu hazikusaminiwa na mapolisi, watendaji, walimu na watu waliosimamia uchaguzi. Uongo ukweli? Peoples. Sasa chama chetu kimekuja na msimamo wa kutaka mabadiliko ya kisheria, mabadiliko ya kikatiba kuhusu muundo wa uchaguzi ili tupate watu watakao tuongoza. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kwa taarifa tu, watu wa eneo hili la mji mdogo wa Ilula, kata hii ya Nyarumbu na Ilula walishakataa CCM toka mwaka 2015. Eneo hili lilikuwa na madiwani wa Chadema. Eneo hili lilikuwa na wenyeviti wa vitongoji wengi kutoka Chadema. Waliongoza mahali hapa na watu walikuwa na furaha. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika mazingira yaliyopo sasa, watu wenye fedha kwa sababu ya CCM wananunua uongozi. Mfano rahisi tu, diwani walinaye hapa Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ni diwani ambaye huwezi kumfananisha hata robo na uwezo wake na David Pius Mfugwa. Lakini ndiye diwani mahali hapa na ndiye ambaye amenyang'anya uchaguzi mwaka 2020. Kwa sababu hizo, tumekuja na msimamo wa chama. Tunataka wananchi wa eneo hili, tunataka wananchi wa Kilolo muungane na uongozi wa chama taifa, muungane na uongozi wa chama mkoa kuhakikisha no reforms, no election inakamilika. Peoples. Naamini nitazungumza wakati mwingine. Kwa heshima ya mkutano huu, naomba kuwashukuru sana wote. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu endelee kwa itifaki. Asante. Chuma mmekisikia? Chuma kingine? Asante. Kwa kipekee kabisa kwenye msabala wa Mheshimiwa mgeni rasmi Makamu Mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa John Wegesa Heche ameambatana na viongozi wa dini, lakini na aliyekuwa katibu mkuu wa chama chetu taifa. Hawa ni viongozi waandamizi wetu wakubwa, na kipekee kabisa ajenda hii ya no reforms no election wana nafasi kubwa kwenye ajenda hii ya kuhakikisha wanaipushi na wanaisaidia jamii kuelewa maana yake. Mheshimiwa mgeni rasmi Makamu Mwenyekiti wetu wa chama taifa, naomba nimnyanyue Askofu Mwana Mapinduzi aje ahutubie umma huu kipekee kabisa kwa dakika 4.